Shalom mwana wa Mungu, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo ametupa kwa ajili ya kutafakari neno lake, kama tunavyolipata kitabu cha Kutoka mlango wa 22 mstari ule wa 29. Anasema, usikawie kuleta malimbuko yako kwa Bwana, usikawie kuleta malimbuko ya mzaliwa wako wa kwanza, malimbuko ya mzaliwa wako wa kwanza katika mifugo, malimbuko ya kwanza katika shamba lako, malimbuko ya kwanza katika mifugo yako, katika mshahara wako. Hivi vitu vya kwanza ni sadaka kwa Bwana, ni vitakatifu kwa Bwana. Mungu amesema tumtengee malimbuko, wazaliwa wa kwanza, vitu vya kwanza tulivyovipata katika maisha yetu. Lakini leo tunapata neema ya kumwangalia mzaliwa wa kwanza katika mwanadamu, ambaye Mungu amesema huyu ni mtakatifu wake, huyu amemtenga kwa kazi yake, huyu ndiye amebeba funguo wa mafanikio ya familia zetu, huyu ndio amebeba baraka za wazaliwa wengine watakaofuata baada ya yeye. Huyu mtu mzaliwa wa kwanza tumwangalie kwa jicho la pekee. Anapozaliwa mzaliwa wa kwanza, lazima cha kwanza tumbebe, tumpeleke madhabahuni pa Bwana, na tutaungamanisha na sadaka nzuri yenye kubeba shukrani, yenye kuweka wakfu kwa Bwana, ili atakapoishi katika maisha yake huyu mzaliwa abebe baraka kutoka kwa Mungu, awe mafanikio katika familia, awe kiongozi aliyesimama, anayejisimamia, awe na maamuzi sahihi, awe ni mtu wa kuongoza wadogo zake. Amina. Lakini akitoka baba katika familia, anafata mzaliwa wa kwanza. Huyu mzaliwa wa kwanza, kama kule kwetu Chagani, anajenga karibu sana na baba yake, ili aangalie nyendo za baba yake, ajifunze kwa baba yake ataishije, ataongozaje familia. Lakini sio hivyo tu, baba akiondoka, huwa mzaliwa wa kwanza huwa anapewa nafasi ya kusimama kama baba kwenye familia. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza ni mtu muhimu, ni mtu ambaye ni mtakatifu, ametengwa na Mungu kwa ajili ya kuongoza. Usijidharau kama wewe ni mzaliwa wa kwanza. Hakikisha umesimama katika nafasi yako ya mzaliwa wa kwanza. Wewe sio mtu wa kawaida. Na hili lango, wapendwa wangu, shetani analipiga vita sana. Tukiangalia wazaliwa wa kwanza, mara nyingi huwa wanapata majaribu ya aina mbalimbali. Kama hawatapata mtu wa kuwasimamia, wa kuwaongoza, kuwaombea, huwa wanaanguka. Misukosuko ni mingi sana. Wanahitaji sana watu wa kuwaombea, wanahitaji sana watu sahihi wa kukutanishwa nao katika maisha, ili waweze kusimamia malengo, waweze kusimamia matazamio, waweze kusimamia yale ambayo Mungu ameweka ndani yao. Akianguka mzaliwa wa kwanza, basi na familia inapita katika majaribu na misukosuko mikubwa sana. Na sisi wenyewe ni mashahidi. Wazaliwa wa kwanza katika familia zetu ni wazaliwa ambao wanapitia katika majaribu, wanapita katika misukosuko mengi sana. Tuwaombee, tuwabebe, lakini tuwafundishe na tuwaeleze waziwazi, nyie ndio mmebeba mafanikio ya familia, nyie ni viongozi. Hatutegemei kuona wazaliwa wa kwanza wenye maneno mengi, na kawaida ya wazaliwa wa kwanza ni wapole, ishara kwamba ni wanyenyekevu, wamebeba maono, ni viongozi. Hawatakiwi kuwa na maneno mengi. Wao ni waamuzi, wao ni wasuluhishi. Wao kazi yao ni kutekeleza, ni kutoa amri, lakini wakiwa na hofu ya Mungu ndani yao. Ni washauri, ni watu ambao ni makimbilio kwa familia nzima. Amen. Tunaona watu wazaliwa wa kwanza katika Biblia. Tunamwona Esau aliweza kupoteza nafasi ya mzaliwa wa kwanza baada ya kuuza sehemu ya mzaliwa wa kwanza kwa ndugu yake Yakobo. Kwa hiyo usiposimama katika nafasi nzuri, nafasi ya Mungu, utapoteza nafasi yako ya mzaliwa wa kwanza. Lakini tunaona Ruben, mtoto wa Yakobo wa kwanza, aliweza kupoteza nafasi ya mzaliwa wa kwanza, ikachukuliwa na Yusufu ndugu yake wa mwisho. Kwa sababu gani? Alishindwa kusimama katika nafasi yake.
akakinajisi kitanda cha baba yake. Kwa hiyo akapoteza nafasi yake mzaliwa wa kwanza. Hivyo hivyo tunaona wazaliwa wa kwanza wengi wamepoteza nafasi zao, na hizi nafasi zikipotea hazibaki hivyo, zinapotea. Anachukua mwingine ambaye anaweza kusimama katika nafasi hiyo. Je, wewe umepoteza nafasi yako ya mzaliwa wa kwanza? Jitazame, umesimama wapi? Leo Mungu anasema na sisi, anasema na wewe. Kama ni mzaliwa wa kwanza, ndugu yangu, jitahidi, simama katika neno la Mungu. Uwe ni mtu wa kuomba, uwe ni mtu wa kumsihi sana Mungu akusaidie ili uweze kuvusha hili gurudumu ambalo umepewa. Uwe funguo wa mafanikio. Mungu akubariki, tukutane siku nyingine. Amen.